Wakati tetesi za usajili zimepamba moto dunia nzima na timu nyingi hivi sasa zinaangalia machaguo sahihi na wachezaji gani ambao watakuwa sahihi kwenda kwenye vikosi vyao kuwatumikia kuelekea msimu unaofuata wa mwaka 2025 2026. Sasa kuna baadhi ya wachezaji ambao hivi sasa wako sokoni, gharama yao ni nafuu, lakini kuna baadhi ya timu ambazo zipo sokoni zinaangalia wale nyota ambao watakuwa sahihi, na baadhi ya timu pia zinawaongezea wachezaji wao mikataba. Sasa kati ya timu ambazo zimeonekana hazina utani ni klabu ya FC Barcelona ambayo imemuongezea mkataba nyota wake Lamine Yamal mpaka Juni 31 mwaka 2031. Sasa hapo pia FC Barcelona wamemwekea tena kipengele kwenye mkataba wake, endapo atashinda tuzo ya Ballon d'Or, maana kuwa ataongezewa tena bonus kwenye ule mkataba wake. Kuna pesa ya ziada ya bonus ambayo ataipata, ambapo Aprili 29 mwaka 2023 akiwa na umri wa miaka 15 tu rasmi alipandishwa kutoka kikosi kile cha vijana wa FC Barcelona na kwenda kukitumikia kikosi cha senior team ya FC Barcelona. Lakini mchezaji wa pili ni Nyanda Szczesny ambaye naye muda wowote kuanzia sasa ataongezewa mkataba na klabu hiyo ya Barcelona baada ya kuonyesha kiwango ambacho kinaridhisha akiwa nyuma ya golikipa namba 1 wa timu hiyo Marc-Andre ter Stegen. Lakini wakati huo klabu hii ya Monaco kutoka nchini Ufaransa imekamilisha usajili wa mkopo wa nyota wa klabu ya FC Barcelona Ansu Fati ambaye tulitarajia pia angekuwa wonder kid, lakini mambo yamemwendea kombo na ameishia kucheza michezo kadhaa na Barcelona. Baada ya hapo amekuwa akitolewa kwa mkopo kwenda timu mbalimbali. Kwa hiyo klabu hii ya Monaco imepewa nyota huyu kwa mkopo, kukiwa kuna kipengele cha kumnunua mchezaji huyo kama wataridhishwa naye au kama atafanya vizuri. Taarifa nyingine tena ni taarifa ya Marcus Rashford kutoka Manchester United, ambao nao wamesema sasa wamemwashia taa kijani nyota huyo kurudi mara baada ya kucheza kwa mkopo kunako klabu ya Aston Villa ya hapo nchini Uingereza. Lakini United wamemkaribisha tena kijana nyumbani baada ya kumaliza mkopo na klabu hiyo ya Aston Villa, lakini pia yupo sokoni. Kama kuna timu ambayo itafika dau, basi klabu ya Manchester United itamuuza. Lakini tukisalia hapo kwenye viunga vya Carrington ama Old Trafford kwa Manchester United, wamemalizana tayari kila kitu na klabu ya Wolves kuhusiana na nyota kwa Brazil Matheus Cunha, na kilichobakia hivi sasa ni nyota huyo kwenda kwenye medical test ama vipimo vya afya. Kama atapass vizuri, basi ataenda kusaini mkataba wa miaka 5 na klabu hiyo ya Manchester United, kukiwa kuna kipengele cha kuongeza mwaka mmoja zaidi. Na taarifa nyingine ni ya Kevin De Bruyne ambaye amemalizana na klabu ya Manchester City na anaondoka klabuni hapo, lakini rais wa klabu ya Napoli Laurentiis anaamini nyota huyo atajiunga